Simba wamevunja kanuni za CAF na ni kitu ambacho kinaweza kuweka sehemu mbaya zaidi. Simba sasa hivi saa 9 wako pale Benjamin Mkapa kuanzia saa 8 wanafanya maandalizi yao ya mwisho kuelekea mchezo dhidi ya Al Masry. Lakini kwa kawaida siku hii ya mwisho kabla ya mchezo, timu ngeni ndio inatakiwa kwenda kufanya maandalizi yao pale bila kujali kwamba itakuwa bila kujali kwamba watafanya asubuhi, mchana au jioni. Ila hii siku ya mwisho ni siku ambayo timu ngeni ndio ambayo inatakiwa kwenda kufanya maandalizi pale Benjamin Mkapa. Lakini cha kushangaza ni kwamba Simba jana wameenda kufanya maandalizi Benjamin Mkapa na leo tena mchana wameenda kufanya maandalizi tena pale Benjamin Mkapa. Halafu jioni ndo watakuja kufanya maandalizi Al Masry kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, kitu ambacho sio sawa. Kanuni nataka timu mwenyeji akafanye maandalizi siku mbili kabla ya mchezo. Halafu timu ngeni ifanye maandalizi siku moja kabla ya mchezo. Kwa hiki ambacho wamekifanya Simba ni kwamba Simba wamevunja kanuni. Wameenda kufanya maandalizi Benjamin Mkapa ikiwa ni siku ambayo wapinzani wao wanatakiwa kwenda kufanya maandalizi ya mwisho ya mchezo. Ingawa kwenye kanuni hiyo imeeleza kwamba yule timu ngeni inatakiwa kufanya maandalizi yake ya mwisho ule muda ambao mchezo unachezwa. Au kama itakuwa nje ya hapo, maana yake inabidi itoe taarifa kwa mwenyeji ili apange ratiba ya muda mwingine. Sasa inawezekana Al Masry hawajatoa taarifa kwamba wataenda kufanya muda gani mwingine zaidi ya ule muda wa mechi kuchezwa. Kwa hiyo Simba wakaitumia kama advantage kwamba huo muda ambao uwanja upo tu wazi kabla ya muda wa mchezo kufika, wao ndio waende kufanya maandalizi. Sasa leo wamefika mapema sana kufanya maandalizi pale Benjamin Mkapa. Kuna ulazima gani wa Simba kufanya mara mbili mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa wakati ni uwanja ambao wanaujua kila siku? Kitaalam siwezi kuambia kila kitu, nafikiri mtakuwa mmenielewa kwamba pengine Simba wameamua kuvunja hii kanuni kwa makusudi, kwa mlengo kwamba hata kama itatokea watapigwa fine, lakini wanachokihitaji watakuwa wamekipata, kwa sababu wanajua kabisa kwamba hii siku moja kabla ya mchezo anayetakiwa kufanya mazoezi uwanja wa Benjamin Mkapa ni ule timu ngeni, lakini yeye kama mwenyeji anatakiwa kufanya jana, na jana alienda kufanya, na yeye timu kama mwenyeji anatakiwa kufanya jana, na tayari jana Simba alienda kufanya maandalizi yake ya mwisho pale Benjamin Mkapa. Leo ni siku ya Al Masry kufanya maandalizi, lakini bado Simba wameingia kufanya maandalizi, ingawa hawajafanya maandalizi ule muda ambao Al Masry wanatakiwa kuja kufanya maandalizi. Lakini kitaalam sio sawa. Yani walipaswa wao kufanya tu ile jana, na leo uwanja uache free, ufanywe uendelee kumwagiliwa maji, uwe vizuri, ili kesho Al Masry akija, ili baadaye saa 10 Al Masry akiingia pale asikute changamoto ya aina yoyote, au akute tayari maandalizi mengine ameshafanya vizuri, ni kuingia tu kufanya maandalizi. Sasa inawezekana muda ambao Al Masry wanafika pale wakakuta pitch ni muda ambao pitch inatakiwa imwagiliwe maji kidogo, kwa sababu watu wametoka kucheza pale. Kwa sababu watu wametoka kucheza pale, itabidi tena ianze kumwagiliwa maji ili paloe kidogo, afu waende wafanye tena maandalizi mengine, nao pia wafanye maandalizi, kitu ambacho kinaweza kuharibu ile program ya Al Masry. Na program ya Al Masry ikiharibika, maana yake hawatafanya maandalizi bora kuelekea kwenye huo mchezo wao. Kwa hiyo inawezekana hii swala la Simba kwenda kufanya maandalizi pale leo, ikiwa kesho ndo mchezo wenyewe, ni plani ya kutaka kuwachelewesha au kuwafanya Al Masry wakose ule utulivu wa kufanya maandalizi yao vizuri, kwa sababu kuna uwezekano mkubwa huo muda saa 9 ambao Al Masry watafika pale, watafika dakika chache ambazo dakika chache Simba kutoka kwenye maandalizi yao. Maana yake msimamizi wa uwanja anaweza akasema sasa hivi kwanza mkae kwa mtulie kwanza, tumwagilie maji kidogo, pakae vizuri, halafu ndo mje muingie na nyie kufanya maandalizi ya mwisho, kitu ambacho kinaweza kuwatoa kwenye program. Inawezekana tu ule muda ambao waliplan wao wenyewe kuja kufanya wakashindwa kufanya maandalizi vizuri, na inawezekana pia target, na hii naisema kwamba inawezekana ni plani ya Simba, kwa sababu wanajua kabisa kwamba pengine Al Masry wangekuja kufanya maandalizi saa 7, saa 8, muda ambao joto ni kali sana, kwa sababu kesho watacheza saa 10, maana yake joto litakuwa kidogo bado lipo. Lakini wakicheza mapema, wakifanya maandalizi mapema kabisa, maana yake watakuwa na uwezo wa kumudu ile joto la daa. Ina maana kesho wao wakicheza saa 10 joto haliwezi kuwasumbua sana, na ndio maana pengine Simba wameamua kufix kwamba huu muda wao ndio wafanye maandalizi, huu muda wa saa 7, saa 8 wao ndio wafanye maandalizi, ili wawanyime nafasi Al Masry kuja kufanya maandalizi kwenye huu muda, ili hata baadaye
baadaye wakija kufanya maandalizi kama watazugishwa kidogo ikafika hata saa 11 ndio wakafanya maandalizi, maana yake watafanya maandalizi jua likiwa limepoa. Minzi kesho kwenye mechi watakuwa hawana uwezo wa kumudu ile hali ya joto ya Dar es Salaam, kitu ambacho kinaweza kupelekea Simba wakaimaliza mechi mapema, na tunajua Waarabu na maji na joto ni vitu ambavyo haviendani. By the way, ni watu ambao ni wadhaifu sana linapokuja swala ya la joto. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa hiyo issue pia ikaja kuathiri kwa namna moja ama nyingine siku ya kesho. Kwa hiyo tusubiri tuone nini ambacho kitatokea, lakini kwa muda huu au siku hii ya leo Al Masry ndio ambao walipaswa kufanya maandalizi ya mwisho na sio Simba. Simba walipaswa kufanya maandalizi yao kesho jana, na jana walienda Benjamin Mkapa kufanya maandalizi yao, lakini leo hawakutakiwa kwenda kufanya maandalizi yao ya mwisho. So kwa hiki ambacho kipo right now au hiki ambacho kiko sasa hivi ni uvunjifu tu wa kanuni ambao pia wao wameufanya, na hizi ni kanuni za CAF by the way. Kwa hiyo kikitokea cha kutokea kama Al Masry watalalamika kwa namna moja ama nyingine, inaweza pia kupelekea Simba kuadhibiwa, ingawa sio kunyang'anywa alama, wanaweza kuadhibiwa kwa kutozwa faini na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo tusubiri tuone nini ambacho kitatokea, lakini mpaka sasa Simba wamevunja kanuni za CAF.